Wokovu ulipoingia kwa Zakayo akakumbuka kwamba alishadhulumu. Zakayo akakumbuka, hiyo ndiyo toba. Mara ngapi umekuwa bonge la dhulumati kwa Yesu? Leo si ni mwisho wa mwezi, lakini hakuna ataliyesimama na kitu kidogo. Labda hatujui maana ya zaka, labda hatujui, lakini sidhani kama kuna mfanyakazi yeyote ambaye hajapokea mshahara leo. Hizo 1/10 mmepeleka wapi? Mmetunza ili mkakae kwenye viti virefu, wana wa Mungu? Mmetunza ili mpeleke wapi? Kwenye nyumba ndogo? Mmetunza ili mpeleke wapi? Mnyweshe magari mafuta? Huo ni wizi. Mtu ambaye amekombolewa, hivyo vitu viko mbali na yeye. Wokovu unakujaje? Wokovu unakujaje kwa Mkristo? Utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke chini ya sheria. Leo nataka tujikumbushe kwa habari ya njia zinazoleta wokovu maishani mwetu. Njia zinazoleta wokovu, njia zinazoweza kutuletea wokovu maishani mwetu. Lakini kwa habari ya kutazama ni namna gani tunaweza kuwa na njia zinazotuletea wokovu katika maisha yetu, na katika kuzidadafua hizo njia tutakuwa tunaangalia malengo kama mawili hivi. Natamani kukufundisha ujue namna nzuri ya kutafuta msaada kutoka kwa Mungu. Natamani ujue msaada ni wokovu. Msaada ni wokovu unaopokea kutoka kwa Mungu. Lakini wewe mwenyewe ujue kuomba huo wokovu, ujue kuomba msaada kutoka kwa Mungu, kwamba Mungu akuletee wokovu dhidi ya adui wa maisha yako. Sijui kama kila mtu anajua anaye adui, sijui. Lakini mimi najua, kwa sababu ukisoma Ufunuo 12:12 inatutahadharisha kwamba ole wa dunia. Huko ameachiliwa yule adui, yule mshtaki wenu ameachiliwa. Kwa hiyo unaambiwa ole. Kwa hiyo tunapoishi katika uso wa dunia hii, tunaishi kwa tahadhari kubwa. Unapaswa kuishi kwa tahadhari kubwa. Maneno yanayotuongoza ni Maombolezo sura ya 3 mstari wa 26 na Zaburi 119 mstari wa 166. Ni Zaburi ya 119 mstari wa 166. Zaburi ya 119 mstari wa 166. 119166. Bwana asifiwe.
Basi kama tumefika tusome wote. Bwana, nimeungojea wokovu wako na maagizo yako nimeyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Katika wokovu kuna maelekezo. Unaposema nimeokoka, yako maelekezo yanayokupa nguvu ya kutamka mahala, mimi nimekombolewa, mimi ni mlokole, mimi nimeokoka. Yako maelekezo ambayo unayatimiza siku kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 26. Maombolezo 3 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Haya ndio maneno yatakayokuwa yanatuongoza. Nimesema lengo la kwanza ni kukufundisha ujue namna nzuri ya kutafuta msaada kutoka kwa Mungu. Na lengo la pili ni kuomba msaada, kuomba wokovu kutoka kwa Mungu, kwamba Mungu akuletee wokovu dhidi ya adui wa maisha yako. Tusingekuwa tunaokoka kama kusingekuwa na adui. Kusingekuwa na sababu ya mtu kuokolewa. Kwa nini uokolewe kama ni shwari? Unaokolewa kwenye shida, unaokolewa kwenye tabu, si ndio? Maana ya wokovu ni nini? Ni kuokolewa kutoka dhambini na kuijua kweli, ili kuishi pamoja na kutembea na Yesu Kristo kwenye kila unalolifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Luka sura ya 19 yote pale itakupa kwamba kuokolewa, wokovu maana yake ni kuokolewa kutoka dhambini na kuijua kweli, ili kuishi pamoja na kutembea na Yesu Kristo kwenye kila unalolifanya. Muamini Mkristo yoyote, kila jambo unalolifanya lazima ulifanye kwa staha, lazima ulifanye kwa uangalifu, lazima uliendee kwa kuhakikisha kwamba haumtendi Mungu dhambi. Kama utasema leo kwamba nimeokolewa, Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayezungumzia wokovu ni mtu anayeshuhudiwa na matendo yake mwenyewe. Mimi nikisema nimeokoka, ninyi mnakuwa mnanishuhudia, ninyi mnakuwa mnanikubali, ninyi mnakuwa mnanihesabu kwamba kweli anachokizungumza Rudieho ni sahihi. Unanielewa? Kama unatamka tu, watu wanakujua. Lazima kuwe na mabadiliko katika maisha. Lazima kuwe na mabadiliko. Hata yule mgonjwa, ukimkuta mgonjwa kabisa, akisema sasa na nafuu, unaanza kumwona kwamba sasa hivi kweli anavyozungumza yuko nafuu. Maana anaweza kutoka nje, anaweza sasa na hamu hata ya chakula. Aliagiza juice, tukampa. The same kwenye wokovu. Unaposema nimekombolewa, kanisa lazima uwe una kipimo, unajipima, watu wanakupima, watu wanakuangalia. Usifikiri kwamba sasa mimi nimeokoka bwana, halafu huwezi ukamsikiliza mwingine, huwezi ukamheshimu mwingine, bado unatangaza. Wewe huwezi ukashaurika, misimamo yako ni ile ile, halafu unatangaza wokovu katika maisha yako. Tuangalie ile Luka 19. Kuna habari hapo ya Zakayo. Mstari wa 9 neno la Mungu linasema,
Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Yesu alipomtazama Zakayo akamwambia, leo wokovu uko nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Unapotaja nimeokoka, nimeokolewa, lazima ndani yako uko wokovu. Na kama ndani yako kuna wokovu, lazima ukubali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima ukubali kwamba dhambi ya namna yoyote haitaji kwako. Doa la namna yoyote halizungumzwi kwako. Wewe ni mnyenyekevu. Wewe ni mvumilivu, ni mstahimilivu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaziona hizi simu? Hizi simu, mnyang'anye mtu simu yake. Tukitoka hapo nje, mwangalie ambaye huwa anasema mimi ni mwongofu, halafu mnyang'anye simu yake. Uone kitakacho kutokea. Kwa nini? Wewe kazi yako ni kuangalia tu umbea, ushambenga. Uko TikTok wanazungumza nini? Wewe hulali. Simu imekuchelewesha mambo mengi. Simu inakutoa kwenye wokovu, kwa sababu ya kuangalia mambo ya watu wengine. Wengine wanapotupia mambo yale wanapata hela, maisha yanaendelea. Wewe unaishia kucheka tu. Wewe unaishia kupoteza muda tu wa kuangalia. Haleluya. Pastoreti ya kibada, tuamke tunapoingia kwenye maisha mengine mapya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tuwe waongofu wa kweli kweli, wenye staa, wenye kusubiri kama neno lilivyosema. Mimi nakwambia, kama yuko hapa mtu aliyeokolewa halafu hana ushuhuda nyuma yake, ni shida. Mimi nakwambia, kama umeokolewa, kule unakoishi wewe ni sababu ya wengine kumjua Kristo. Mahali unapoishi wewe ni barua, watu wanasoma, wanaangalia maisha yako. Kuna siku gani umeambiwa unaabudu wapi? Wewe unasali wapi? Na mimi nataka kwenda na wewe Jumapili inayokuja. Wangapi wameshaulizwa mambo hayo? Kwamba akaja Mungu akubariki. Mungu akubariki. Jumapili akaja amefuatana na mtu. Anakuja kwa sababu haelewi huyu matendo yake. Mbona hata ukimomba nini hawezi kukunyima? Zakayo anaambiwa, shuka, nitashinda nyumbani kwako leo. Na Zakayo amekuwa akisikia tu habari zile. Zakayo alikuwa mfanyakazi akitoza ushuru. Biblia inasema alikuwa tajiri. Wokovu ulipoingia kwa Zakayo akakumbuka kwamba alishadhulumu. Zakayo akakumbuka. Hiyo ndiyo toba. Mara ngapi umekuwa bonge la dhulumati kwa Yesu? Leo si ni mwisho wa mwezi, lakini hakuna aliyesimama na kitu kidogo. Labda hatujui maana ya zaka, labda hatujui. Lakini sidhani kama kuna mfanyakazi yeyote ambaye hajapokea mshahara leo. Hizo 1 ya 10 mmepeleka wapi? Mmetunza ili mkakae kwenye viti virefu, wana wa Mungu? Mmetunza ili mpeleke wapi? Kwenye nyumba ndogo? Mmetunza ili mpeleke wapi? Mnyweshe magari mafuta? Huo ni wizi. Mtu ambaye amekombolewa, hivyo vitu viko mbali na yeye.
Wokovu unakujaje? Wokovu unakujaje kwa Mkristo? Nasema lazima uambiwe neno la Mungu. Lazima usikie. Wanasema imani chanzo chake ni kusikia. Ukisoma ile Warumi, imani chanzo chake ni kusikia. Lazima usikie neno la Mungu, halafu uliamini, halafu ukiri kwa kinywa chako, halafu sasa ndio utakuwa na uhuru. Halafu batizwe. Unaanza kukiri sasa wokovu. Unaanza kukiri mimi nimekombolewa. Unaanza kukiri mimi niko 1, 2, 3 na kuyaacha sasa yale uliyokuwa unayashiriki. Lakini sisi leo, Mungu ni shahidi na Roho Mtakatifu ni shahidi. Wangapi ukiondoka hapa unakwenda kukutana na marafiki zako, mnaanza kutumia sasa ile 1/10 ya Mungu. Wokovu ni kupata ushindi dhidi ya adui wa maisha yako na kutoka chini ya mamlaka yanayokutumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kwa shangwe Mwokozi amezaliwa. Nasi tunafurahi kwa kuzaliwa kwake. Tunatangaza wote wengine wafurahi. Nasi tunafurahi kwa kuzaliwa kwake. Tunatangaza wote wengine wafurahi. Usiwe na